Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo mahali popote ulipo ulimwenguni unapotusikiliza. Karibu sana katika kipindi chetu cha Saa ya Faraja katika Kristo. Na leo tunazungumzia somo linalohusu siri ya maombi ya usiku wa manane. Na tunaongozwa na kichwa cha neno la Mungu ambacho kinatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 kuanzia mstari ule wa 25 mpaka wa 30. Lakini panapo usiku ule wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa na tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vyao vyote vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza akamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga akataka kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, usijidhuru, kwa maana sisi sote tupo hapa. Akataka taa ziletwe, akarukia ndani akitetemeka kwa hofu, akawaangukia Paulo na Sila. Kisha akawaleta nje akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini ili nipate kuokoka? Wakamwambia, mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Wakamwambia neno la Bwana yeye na watu wote waliomo nyumbani mwake. Akakaribisha saa ile ile usiku, akaosha mapigo yao, kisha akabatizwa yeye na watu wake wote. Wakati huo huo akawaleta juu nyumbani kwake, akawaandalia chakula. Akafurahi sana yeye na nyumba yake yote, maana amekwisha kumwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya msikilizaji wetu anayetusikiliza popote alipo ulimwenguni. Tunaamini ya kwamba ujumbe wa leo utakwenda kumfariji, kumtia moyo, utakwenda kumtia nguvu, utakwenda kumuinua mahali palipo kuwa na hofu na mashaka na uzito ndani ya moyo wake. Asante Bwana kwa sababu Roho Mtakatifu atakuwa mwalimu wetu. Ndugu mpendwa, tumeangazia mafundisho haya katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 16 mstari wa 25 mpaka wa 32, na tumeona jinsi maombi ya usiku wa manane yalivyo na nguvu. Tumeona watumishi wa Mungu Paulo na Sila walikamatwa wakatiwa gerezani, na katika gereza hilo waliwekwa chini ya walinzi, na katikati ya gereza hilo Paulo na Sila walikuwa wakimsifu Mungu na kuomba usiku ule wa manane. Mungu mwenyewe aliteremsha tetemeko kubwa lilotikisa gereza lile. Yale maombi ya wale watoto wa Mungu Paulo na Sila yaliteremsha tetemeko usiku ule wa manane. Milango ya gereza ikafunguka, misingi ya gereza ikatikiswa, minyororo ikaachia watu. Maombi ya usiku wa manane yanaweza yakafungua vifungo ambavyo haviwezi kufungulika kwa mikono ya kibinadamu. Biblia inasema kwamba vifungo vyao vikawaachia. Lakini maombi haya yanatikisa misingi ya madhabahu zilizokushikilia popote pale unapotusikiliza. Maombi haya ndiyo haya maombi ambayo yalisababisha hata mlinzi akaokoka. Unaona, yule mlinzi alipoona gereza liko wazi alitaka kujiua, kwa sababu aliamini kwamba wafungwa wametuvunja gereza na wanatoroka. Kumbe ni Mungu alikuwa ameingilia kati baada ya maombi ya hao watumishi waliokuwa naomba. Tunaona pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 12, ukisoma mstari wa kwanza mpaka wa 15, utaona pia Petro alitiwa gerezani na mtu ambaye anaitwa Herodi. Mfalme Herodi alimtia Petro gerezani akitaka kumuua, maana alikuwa pia amemuua Yakobo. Lakini sasa kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi. Kuna watu walijifungia kwenye nyumba moja ya mama Marko, wakaomba usiku wa manane. Mungu akamshusha malaika wake, akaenda akamtoa Petro katika lile gereza, na alipomtoa Petro katika ile gereza alimpeleka moja kwa moja mpaka kwenye nyumba ambapo kulikuwa na watu wanaomba kwa ajili ya Petro. Kwa hiyo mahali popote unapotusikiliza, ulikuwa unaamka usiku unaomba, sasa umeacha kuomba, umekata tamaa, umevunjika moyo, rudi katika maombi yako ya usiku wa manane.
Usiku wa manane ni wakati tulivu sana wa kuzungumza na Mungu. Kuna madhabahu nyingi sana zimekufunga, zitaachia. Kuna magereza mengi yatakwenda kuvunjwa wakati utaingia kuomba usiku huu wa manane. Angalia, haijalishi ni gereza gani, hilo gereza linaweza likavunjwa na Mungu ikiwa utakomuniketi naye, utakubali kusugua magoti na maombi usiku wa manane. Kuna siri kubwa katika maombi ya usiku wa manane, na tukikumbuka kwamba Bwana Yesu mwenyewe aliyasema, mmeshindwa kukesha nami hata lisaa limoja. Tunapoomba kwa imani, kuna vitu vinaenda kufanyika katika maisha yetu. Tukisoma lile neno la Mungu la kitabu cha Mathayo sura ya 7 kwenye ule mstari wa 7, nasema ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa. Bisha katika malango ya usiku wa manane, bisha katika malango ya usiku wa manane. Utaona tofauti kubwa kabisa. Usiku wa manane ndio ufalme wa giza unafanya kazi sana kuliko ufalme wa nuru, lakini kwenye usiku wa manane ndipo adui anapanda magugu ndani ya watu kuliko wakati wa mchana. Biblia inatuambia wazi kabisa kwamba walipolala adui alipanda magugu. Kumbe tunapolala kuna vitu tunaoteshewa katika ulimwengu wa roho, lakini tunapokuwa macho rohoni kuna vitu ambavyo adui hawezi kuviotesha, kwa sababu akiviotesha tutaving'oa. Kwa hiyo nataka nikutie moyo katika jambo lolote unalolipitia. Anza maombi ya usiku wa manane. Chukua maombi ya saa 8 mpaka saa 9. Chukua maombi ya saa 10 mpaka saa 11. Chukua maombi ya saa 7 mpaka saa 8. Chukua maombi hayo, labda maombi ya vita, labda maombi ya toba. Fanya hayo maombi kwa mfululizo wa siku 7. Kuna vitu vitatokea, kuna vitu vitaumbika vikubwa. Haya maombi ya usiku ya manane yana nguvu sana, yalitoa watu gerezani. Haya maombi yana uwezo wa kukata vifungo, yalivunja minyororo iliyokuwa imefungwa kwa watumishi wa Mungu hawa. Yawezekana huduma yako imefungwa, imetiwa gerezani, na unaposikia mafundisho haya unasema itatokaje? Anza maombi ya usiku wa manane. Anza kuomba usiku wa manane. Toka kitandani, punguza kulala. Kulala ni afya, lakini angalia usilale sana. Shetani atapanda magugu, ataua huduma yako. Sasa ataua maono yako, na ataweza kaua hata vision yako kabisa kama hautosimama. Kwa nawasihini wote mnaponisikiliza popote ulimwenguni, muingie kwenye maombi ya usiku wa manane kuomba kwa ajili ya taifa letu la Tanzania, na au taifa lolote ambalo unatutazama. Kazana kuomba usiku huu wa manane. Tunaomba roho ile iliyokuwa ndani ya Paulo na Sila iachiliwe kwa watu waweze kuomba hata katika wakati mgumu. Yawezekana kuna mahali unapitia pagumu, lakini haujafikia pale ambapo huyu mtumishi wa Mungu Paulo na Sila walitiwa gerezani wakaomba. Jifunze kumwomba Mungu hata katika vita, hata katika majaribu ulionayo. Jifunze kumtafuta Mungu kama hawa watumishi. Hawakuona kule kuwekwa gerezani kwamba ni kitu cha kushikamana nacho sana, bali walitumia gerezani kama sehemu ya ibada, kama mlima wa maombi. Waliomba mle gerezani, na Mungu alipoona imani yao aliwasaidia. Kwa hiyo ninawasihini watu wote, hata kama uko hospitali unaumwa na unanisikiliza, hata kama uko katika wakati mgumu sana, umekata tamaa sana, jaribu tu kuanza maombi haya ya usiku wa manane. Fanya mfululizo hata siku 7, hata siku 14. Kuna kitu kitaumbika. Kwanza, kuna roho nyingi sana zilizokushikilia zitaachilia. Zaburi ile ya 116 inasema kwamba, katika Zaburi ya 116 mstari wa 12 inasema, nimrudishie nini Bwana kwa ukarimu wake alionitendea? Nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Nasema, Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako na mwana wa mjakazi wako, umevifungua vifungo vyangu. Kuna vifungo vitafunguliwa wakati tunaingia kwenye maombi haya ya usiku wa manane. Kwa hiyo naomba sasa, popote unaponisikiliza, weka ratiba ya kuanza kuomba usiku wa manane. Omba kwa ajili ya familia, omba kwa ajili ya kanisa, omba kwa ajili ya taifa, omba kwa ajili ya mataifa mengine, omba kwa ajili ya watu waliokata tamaa, omba kwa ajili ya watu wanaoumwa, omba kwa ajili ya yoyote yule ambaye Bwana anakuletea. Na ukifanya hivyo utaona matokeo makubwa. Ni siri ya maombi ya usiku wa manane. Basi kwa leo tunataka tuombe kidogo, ili ile roho ya Paulo na Sila iachiliwe ndani ya watu, ya kumwomba Mungu usiku wa manane, wa kumwomba Mungu hata wakipitia katika hali ngumu, waombe. Unafahamu neno la Mungu Wasaloniki wa kwanza sura ile ya 5 inaeleza wazi kwamba imetupasa kumwomba Mungu siku zote, wala tusikate tamaa.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu mwenye nguvu, tunamleta msikilizaji wetu na mtazamaji wetu popote alipo, tunamleta mkononi mwako sahi na majira haya. Tunaomba Roho Mtakatifu achilia roho ya neema na maombi kama iliyokuwa ndani ya Paulo na Sila juu yake, hata katika hali yote anayonisikiliza mahali popote alipo, ikiwa ni gerezani, ikiwa yuko katika chombo cha usafiri, mahali popote alipo. Mungu, mpe nguvu ya kukuita hata katika nyakati ngumu na za hatari. Umsaidie mtumishi wako katika jina kuu la Yesu Kristo, mfalme mwenye nguvu. Tunamfunika huyu mtu kwa damu yako takatifu, na uvua Roho wako Mtakatifu sasa Bwana uje juu yake, na aanze kuomba bila kuchoka, maana imeandikwa katika Luka sura ya 18, imetupasa kumwomba Mungu siku zote wala tusikate tamaa. Katika jina la Yesu Kristo Bwana, tunamweka mkononi mwako. Mfungue dhidi ya vifungo vyote, ugonjwa au matatizo yote anayopitia. Mtie faraja, mtie nguvu, muinue katika malango ya mauti na ukamtegemeze tena. Amen. Basi ikiwa ulikuwa unatufuatilia mahali popote, tunaaminia kwamba utaanza maombi haya kwa jinsi tulivyokuwa tumefundisha, na yatakusaidia, yatakuinua na yatakutia moyo. Kwa maombi na ushauri zaidi, wasiliana nasi kupitia namba 0759044115 au 0743435575. Ukitaka kusapoti kipindi hiki, tumia namba hizo na Mungu atakubariki na utakuwa umechangia kazi ya Mungu kufika kote ulimwenguni. Mungu akubariki na kukumbuke.